Mimi Wanu Hafidh Ameir naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Kwa majina naitwa Jessica John Magufuli kutokea Geita, ni mgombea kutokea Geita. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa jina naitwa Ridhiwani Kikwete Mizega, natokea jimbo la Chalinze, Pwani. Unaweza ukawa na rafiki yako, unaweza ukawa na shoga yako, unaweza kuwa na mpenzi wako, lakini urafiki nyumbani. Kwenye chama tunataka watu wenye uwezo. Miaka fulani hivi ya 70 hadi 80, Mzee Nyerere jina lingine alikuwa anaitwa Mzee Kifimbo. Na mimi ninacho sasa. Sasa Kifimbo mkubwa alikuwa Kilimanjaro Hotel. Kifimbo mdogo nilikuwa Dar es Salaam Hotel. Tupige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. 1, 2, 3. Marais wa awamu tofauti wa Tanzania wamekuwa na athari kubwa katika siasa za Tanzania katika siku za uhai wao, na hata baada ya kuondoka duniani, kuanzia kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa, John Joseph Pombe Magufuli, na sasa ni wakati wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kisiwani Zanzibar, familia ya rais wa kwanza wa himaya hiyo Abeid Karume ina mchango mkubwa wa siasa za Tanzania licha ya kufariki yapata zaidi ya miaka 50 iliyopita. Samia Suluhu Hassan. Mgeni katika ngoma hii ni Samia Suluhu Hassan ambaye aliingia katika malimwengu ya siasa za kitaifa mzima mwaka 2015 chini ya mwavuli wa Chama cha Mapinduzi. Nilitakiwa niwe na mgombea mwenza, na nataka niseme kwa dhati bila unafiki. Nilipomchagua Mama Samia kuwa mgombea mwenza kwenye mwaka 2015, sikujua vizuri uchapakazi wake wakati ule. Lakini mama huyu, nasema kwa dhati bila unafiki, ni mchapakazi, ana heshima, kila nikimtuma anaenda, lakini hata sura yake nzuri. Unajua sisi Wasukuma tunapenda weupe. Mama Samia Suluhu Hassan alipofanywa kuwa mgombea mwenza wa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipata sifa kutoka kwa mkuu wake na hata akamteua kwa wadhifa huo alipogombea urais Magufuli kwa mara nyingine mwaka 2020. Kifo cha ghafla cha aliyekuwa Rais John Pombe Magufuli mwaka 2021 kiliwaliza wengi.
lakini pia kikamkweza kwa dharura Mama Samia Suluhu aliyeondokea visiwani Zanzibar kuwa rais wa awamu ya 6, kwani katiba ya Tanzania inaelezea kuwa rais anapofariki naibu wake anatoa kiti hicho moja kwa moja kukamilisha muhula huo. Uoga, upendeleo, huba wala chuki. Hata hivyo, hali kwa Samia ilikuwa ngumu kiasi. Kwanza alishinda kura ambazo tume ya uchaguzi ya Tanzania ilisema kuwa alipata 97%, ambayo ilipingwa sio tu na wanasiasa wa upinzani, bali jamii ya kimataifa kama vile Umoja wa Afrika na makundi ya waangalizi yalitilia shaka uhalali wa Rais Samia Suluhu kuongoza. Kulizuka fujo na vifo vya watu wengi, japo idadi inakinzana kutokana na vyanzo tofauti vya habari. Hata hivyo, aliapishwa katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wachache kutoka nje ya Tanzania. Hatua ya kwanza baada ya kuapishwa ilikuwa ni kumteua Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, ambaye alikuwa waziri wa fedha kabla ya hapo, na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likamuidhinisha. Kisha uteuzi wa mawaziri ukafuata. Kwanza alimteua mwanawe ambaye ni mbunge wa Makunduchi visiwani Zanzibar, Wanu Hafidh Ameir, kuwa waziri msaidizi wa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Wanu Hafidh Ameir, mbunge jimbo la Makunduchi. Na kuongeza uzito zaidi, ubavu wake ama mumewe Wanu ndiye Mohamed Mchengerwa, waziri wa afya, mbali na kuwa mbunge wa Rufiji katika eneo la Pwani. Rufiji ya leo ni Rufiji ya hatua. Kulikokuwa hakuna kituo cha afya, leo kuna kituo cha afya, kuna wahudumu wanafanya kazi, hata kama mmoja au wawili. Ubwana halisi katika pamoja. Ila hilo singeni, mwanawe rais mwenda zake John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majina anaitwa Jessica John Magufuli, mbunge mteule wa viti maalum kutokea mkoa wa Geita. Jessica John Magufuli ni mbunge wa viti maalum kwa hisani ya chama tawala cha Mapinduzi kilichoongoza kwa dahari ya miaka. Hii hulka ya watoto wa marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata vyeo ama kwa kuchaguliwa au kuteuliwa imekuwepo tangu zama zile, isipokuwa tu rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Baadhi wamejipigania kufika walipo, ila wengine inawezekana kusema kuwa wamesukumwa na majina ya wazee wao. Vyama vya siasa viko vingi, lakini ukipima kwa sera, muundo, wanachama, mipango na utekelezaji wa mambo, CCM nambari 1 kwa mbali. Kwa mfano, Rais Jakaya Mrisho Kikwete alipochaguliwa kuwa rais, mwanawe Ridhiwani Kikwete alitwaa kiti hicho mwaka mmoja kabla ya Kikwete kuondoka madarakani, yani mwaka 2014, baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa Chalinze Said Bwana Mdogo. Wakati Magufuli aliposhika ngazi kwa mara ya kwanza mwaka 2015, alimteua Ridhiwani Kikwete kuwa waziri msaidizi, na akateuliwa waziri kwa mara ya kwanza na Bi Samia Suluhu Hassan Julai mwaka 2024. Yako mambo ya msingi ya kuangalia, lakini kama watu wako ndani kule, ili tuweze kutambua kila mmoja na eneo la ukubwa gani, lakini kama tulivyokubaliana, kwa sababu eneo lile limetolewa na Mheshimiwa Rais, nataka nikuambieni kwamba tutayapanga maeneo hayo vizuri. Hakuna mtu ambaye atakuwa na maeneo makubwa kuliko wengine, kwa sababu lugha ya kwanza ambayo lazima tukubaliane kwamba wote sisi tumevamia maeneo hayo. Katika baraza la mawaziri la wakati huu, Ridhiwani amepewa jukumu la kuwa waziri katika afisi ya rais. Baadhi waliwahi kumhusisha Ridhiwani na ulanguzi wa dawa za kulevya huko China, jambo alilokanusha kwa kinywa kipana. Of course wameandika. Mimi binafsi yangu nimeshangaa kwa sababu kwanza by then mimi niko Dar es Salaam na hata huko China kwenyewe nilikuwa sijawahi kwenda. Umeona, kwa sababu nilikuja kwenda baadaye sana. Na unajua wenzetu hao nchi zao zilivyo sio nchi ambazo unategemea ukisemwa katika mambo kama haya kwamba wanaweza kuruhusu uende. Lakini from then nimekwenda China mara karibu mara 2 mara 3. Naona katika mishughuliko yangu na hata juzi tulikwenda kama chama na mimi nikiwepo mmoja jumbe. Huwezi kuwa umefanya skendo kubwa kama la kuuza madawa kulevya, alafu China au ambao wamekuachia juzi wakakuruhusu leo kaenda. Haiwezi kwa hivyo. Hata Tanzania hapa
Huwezi kuwa umefukuzwa leo kwa skendo ya madawa kulevya afu kesho ukaja eti kwamba wewe sijui ni mbunge sijui wa nchi gani ukaruhusiwa. Hiyo haiwezi kuwa hivyo. Salma Kikwete, mamake Ridhiwani, ambaye alikuwa mama taifa kutoka mwaka wa 2005 hadi mwaka 2015, naye aliteuliwa katika viti maalum na hayati John Pombe Magufuli mwaka 2017. Kiswahili ni chetu, Kiswahili ni cha bara letu, ni lazima tukipende, tukieneze, tukipiganie kwa njia yoyote ile. Siku moja bara lote la Afrika liwe linatumia lugha hii adhimu ya Kiswahili. Alipomaliza kipindi hicho mwaka 2020, aliomba kura za ubunge wa Mchinga na akashinda kupitia chama cha CCM. Vivyo hivyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 aligombea ubunge na kuhifadhi kiti. Kwa ufupi, mama na mwanawe ni wabunge. Hayo ni ya Kikwete. Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, alikuwa rais wa Zanzibar kabla ya kuwa rais wa Tanzania alipoacha ngazi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania kupitia chama cha TANU. Yeye Mwinyi aliondoka duniani mwaka 2024, lakini aliwaingiza watoto wake siasani na pengine kuwafaa kwa mirathi ya siasa. Hussein Mwinyi aliteuliwa kwa waziri katika wizara kadhaa, kuanzia katika utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete hadi wa Magufuli. Hussein Mwinyi ni tofauti sana na vijana na watoto wengi wa wakubwa. Mwinyi hajaubeba urais wa baba yake. Nasema uongo? Ni kijana mpole, ana heshima, ana ukarimu wa hali ya juu. Na ndiyo maana hata hapa katika kushukuru hakuanza kumshukuru baba yake. Ameanza na Mkapa, akaja na Kikwete, akaja akanishukuru mimi, akamalizia baba yake. Mwinyi ni tofauti. Na kumbe alikuwa katika hesabu ya kumrithi kisiasa hayati John Pombe Magufuli. Wakati nimechaguliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2015, niliyokuwa nimewachagua wawe wagombea wenza alikuwa ni Mwinyi na Mama Samia. Huo ndio kweli. Mama Samia asingekuwa mwanamama, makamu wa rais alikuwa ni Mwinyi. Mzee Kikwete anafahamu, mzee Mkapa anafahamu, wote hawa wanafahamu. Lakini muelewe ndugu zangu, ukishindanishwa na mama utashindwa tu. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, Hussein Mwinyi aliteuliwa na Chama cha Mapinduzi kugombea katika uchaguzi mkuu na akamshinda. Siasa ndugu sisi naoza akiwa namba 5. Maalim Seif, ambaye alikuwa akijaribu bahati yake kwa mara ya 6 kugombea urais wa Zanzibar akitumia tiketi ya ACT Wazalendo bila mafanikio. Nasema the country is ripe for change. The country is ripe for change. Ni sisi wenyewe kuamua kama tunataka mabadiliko au tunataka tuendelee na kisago cha Magufuli. We are the decisors. Let us decide kumuondoa Magufuli kwa hali yote ile kabisa. Hata hivyo, makubaliano yalifanywa na Maalim akawa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kwa maana ya chini ya Mwinyi, ila alifariki mwaka 2021 kutokana na maradhi ya COVID-19. Kisha katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Hussein Mwinyi alishinda, na huu ndio mula wake wa pili na wa mwisho urais visiwani Zanzibar. Njoo kijana wangu. Maliza kwa nabii yangu. Mzee Mwinyi pia ana mwanawe mwingine, Abdullah Mwinyi, ambaye aliingia siasani kwanza
Bunge la Tanzania lilimuidhinisha kuwa miongoni mwa wabunge wake katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hata katika bunge la sasa ameteuliwa na Rais Samia Suluhu kuwa mbunge wa viti maalum. In Tanzania, we go through in a process of, as is guided by the treaty, is those political parties within the National Assembly. Okay, so there's a process within the political party, and then there's a process within the National Parliament itself. So when the time comes, a circular is issued. Those who are interested to contest through the political parties, they have the political parties route. Salfa kubwa ni kuwa walikuwa katika bunge hilo na mwanawe Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Charles Makongoro Nyerere, ambaye alikuwa mbunge wa Iyala kwa niaba ya Tanzania kutoka mwaka 2012 hadi mwaka 2017. Kinachotolewa na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni fursa, opportunities. Fursa zinahitaji watu wazichangamkie ili ziweze kuwaletea matunda. Pamoja na hayo, Makongoro ana sifa ya kujitegemea na anachukia uhafidhina. Alipotaka kugombea urais kuingia katika mchujo wa CCM, alidhania kuwa CCM ilikuwa inahitaji nguvu mpya na wazee walitakiwa kuondoka kwa sababu, kwa maoni yake, ni wao waliokuwa wakirejesha nyuma chama cha CCM. Nikiwa kijana mdogo nasoma shule za sekondari, tulikuwa tukija hapa likizo, yupo rais wa nchi yetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nami wakati huo natoka shule, mtoto wa rais au vipi? Mheshimiwa Wasira, mkuu wa mkoa wa Mara, yupo. Mpaka nimemaliza shule ya sekondari na kwenda Uganda kupigana vita, nikabakia huko miaka miwili. Mzee Wasira yupo. Mwaka wa 1995, Makongoro ambaye ni mwanawe Rais Nyerere hakuwa na kazi wala bazi, ila alifahamu fika kuwa yaweza kupata kazi ya ubunge wa Arusha mjini. Lakini katika hali hiyo, watendaji wakuu wa chama walipanga kumfungia nje ya chama hicho, na kwa kuwa alikuwa kajiamini, alihama chama bila ya kumuhusisha babake Mwalimu Julius Nyerere ambaye alikuwa akaongoza CCM kwa muda mrefu na ilihitaji ushauri wake katika masuala mengi. Mtoto aliamua kuasi chama cha babake aliyempa baraka kufanya hivyo. Aliporudi akaniambia, Mako, unataka kwenda chama gani? Sasa mimi ndo nikawa mdomo wazi. Nikamwambia mzee, samahani, labda hujanielewa vizuri. Nimekuja kukwambia nataka kuhama Chama cha Mapinduzi. Akasema ndio, unaenda chama gani? Mimi hapo hoi sasa. Nikamwambia ni Ishara Mageuzi, akaniambia hapo. Sasa hapo nikashangaa. Lakini nikafurahi kwa sababu mke wangu nilitaka asikie kwamba huyu ndio mzee Nyerere. Kwa wazee wengine na kwa nguvu aliyokuwa nayo angetumia njia ya mkato. Wakati huo katibu mkuu wa chama alikuwa shemeji yake mzee Mtazama Gama marehemu. Angemuita shemeji, dogo huyu anataka watu watamzuia kule, si angekwisha au vipi? Hakutaka njia ya mkato. Hata hivyo, jina lake kutokana na la baba wa taifa kuwa babake mzazi lilikuwa likimchongea kwa muda mrefu tu. Nilihama ndio, haikuwa nia yangu. Lakini pamoja na hayo, si unajua vijembe vya kisiasa? Kuna mtoto mmoja wa mzee Nyerere amehama chama cha babake. Huyo mtoto wa Nyerere huyo anapenda wanawake kweli. Jamani, nataka nipende wanaume. Wanawake haya. Wakina mama. Mimi nawapenda kweli. Na mimi nashukuru Mungu na nyinyi mnanipenda kweli. Makongoro alifaulu baadaye na kushinda kiti cha ubunge cha Arusha mjini kupitia chama cha NCCR Mageuzi cha Agostino Mrema. Japo hakuwa madarakani kwa muda mrefu,
manake ushindi wake ulitenguliwa na mahakama baada ya CCM kupeleka kesi mahakamani mwaka 1997. Alipigwa na baridi kali siasani hadi alipoteuliwa kwa viti maalum na Rais Benjamin William Mkapa mwaka 2004 kabla ya kukamilisha kipindi chake cha urais mwaka 2005. Mwaka 2015 aliwasilisha fomu za kugombea urais katika chama cha CCM kati ya zaidi ya Watanzania 30 wakiwemo mawaziri, ila hakuingia katika 5 bora. John Pombe Magufuli ndiye aliyepata ridhaa ya kugombea urais wakati huo kwa hisani ya Chama cha Mapinduzi. Mbali na marais wa muungano wa Tanzania, rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Karume amejenga jina kubwa sana tangu mapinduzi ya mwaka 1964 alipoondolewa sultan wa mwisho wa Zanzibar. Yeye naye kwa hisani ya chama cha Afro Shirazi Party alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa awamu ya kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Ni babake Amani Karume ambaye alikuwa rais wa 6 wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kutoka mwaka 2000 hadi 2010 kupitia chama cha CCM. Hata hivyo, bintiye Fatma Karume ni mwanaharakati halisi. Sasa tujiulize, ilikuwaje kwenye nchi yetu mpaka neno ya kuwa mwanaharakati limekuwa dhambi? Ina maana kwamba kuna watu wanataka tusiwe active, tuwe passive, kwa sababu opposite ya active ni passivity. Sasa tujiulize, passivity inamsaidia nani? Fatma aliwahi kuwa rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika na huanisha hoja zake na demokrasia. The beauty about democracy is that as you break democratic rights, you are in essence destroying yourself. Ndio hayo ya Tanzania ambayo kwa kiasi kikubwa imelifanya Azimio la Arusha la mwaka 1967 kuwa kama msahafu wa kupigana na ukabila, kuimarisha utaifa miongoni mwa mambo mengine. Tukiwa na tabasamu kubwa. Sawa, naona Mheshimiwa Rais Mstaafu Kikwete anakiweka vizuri kitabu cha Mheshimiwa Rais Mstaafu Mwinyi. Paul Nabiswa, makala ya Mikoba ya Demokrasia, NTV. Mheshimiwa marais wetu, ni faraja na furaha kubwa kwa Watanzania kuwaona marais wetu wakiwa na afya njema, wameshika kitabu hicho. Asante sana, tunawashukuru sana waheshimiwa marais wastaafu.